sisi wito wetu hapa leo ni kuja kusikiliza migogoro ambayo inaweza ikawa inawasibu kama kijiji ama mtu mmoja mmoja, yani katika ngazi ya kaya. Na katika kutatua, sisi tutatatua kwa njia ya amani ambayo inadumisha amani na umoja na maridhiano katika jamii yetu. Lakini kama kuna mgogoro utalazimika kwamba lazima twende mahakamani, basi hatua za kwenda mahakamani zitafanyeje? Zitachukuliwa. Ila tunapendelea kwamba mgogoro huo tutatue kwa njia ya amani na maridhiano. Sasa huduma hii sisi tunaitoa bure. Leo hii umesikia kwenye timu kuna wanasheria, wengine wametokea Dodoma na wengine ni wanasheria wa kujitegemea. Katika kampeni hii ya msaada wa kisheria Mama Samia utahudumiwa bure bila gharama yoyote ile. Lakini kwa mfano watakaotaka huduma ya kisheria wakienda kwa wanasheria baada ya mkutano huu, kule kwenye ofisi yake ukienda kuna gharama zake. Lakini katika kampeni hii huduma mgogoro utakaoleta hapa utahudumiwa bure. Kwa hiyo waombe wananchi wenye migogoro yoyote ile mjitokeze ili migogoro yenu iweze kutatuliwa kwa njia ya amani na bila gharama. Jina langu naitwa Julita Kondodi Mwalongo. Nashukuru kwa ujio wao viongozi wanasheria waliokuja kwa niaba ya Mama Samia. Tunashukuru wamekuja kutusaidia, maana tulikuwa katika hali ya chini. Inaita hivi kiukweli wamechelewa kutupa taarifa. Kama tungeandaliwa, sio wananchi waliokuwa nategemea kuweza kusikiliza vitu ni vizuri. Yani mambo walioyaleta ni mazuri kwetu sisi kama wananchi. Kifupi tumefurahia uwepo wao. Wameleta namna ya ardhi ili mtu anapoimiliki ardhi yake aishi katikati hali ya uhuru. Na habari ya ndoa na yenyewe wameelekeza kwamba unyanyasaji, wameelekeza namna ya kutunza watoto, wazazi wote pande mbili watunze watoto. Hata kama mwanaume ametoka, ajue namna ya kujua majukumu yake, kwamba mtoto yule aliyezaliwa sio wa huyu baba, ni wa kwake yeye, aweze kumlea yule mtoto. Kwa jina naitwa Sajili Athumani Matujobe, na ninafurahi sana kwa ujio wa hii kampeni ya Mama Samia kuhusiana na msaada wa kisheria. Nimejisikia vizuri, na kwa kweli imeleta changamoto kwa wananchi wengi hapa wamepata elimu. Kuna mambo mengi walikuwa hawayajui, lakini kupitia hii kampeni wamepata kujua, na mimi binafsi nimejisikia vizuri, na mpaka sasa uelewa ninao. Na bahati nzuri nimenote baadhi ya mambo kwenye karatasi langu hapa, kwa hata nitatoa elimu kwa watu wengine ili wapate kujifunza na pate haki zao kwa urahisi zaidi pasipo kujisikia kama wanaonewa. Ni jambo zuri sana, nimejisikia vizuri. Mimi kwa majina naitwa Grace Maru Kakawiro. Ni mkazi wa Chunya mjini, ila ni mhamiaji tu huku kijiji cha eneo cha Sambili Mwaya. Ila mimi ni mzaliwa wa Chunya mjini. Nimekuja huku kwa ajili ya kutafuta maisha. Nimenunua eneo langu kwa watu wa zamani. Nilivyonunua ile eneo ndio nimekuja kunyang'anywa na serikali, wanasema hatutunzi mashamba pori. Yaani wamenyang'anya kila sehemu na hawajanipa hata 100. Wameuza maeneo. Kuna eneo nimewaachia lakini hawajanipa hata 100. Sasa lipo tena lingine ndio ning'ang'ania tena, wanataka wameliuza tena. Ambalo hilo ndio nataka nipiganie nalo ili kusudi wasiuze. Lina ukubwa gani? Yaani hilo ni padogo tu yani. Yaani eneo ni kubwa, waliloliuza wenyewe ni kubwa. Na mimi nimebaki katikati, yaani pembeni wameuza, pembeni wameuza, pembeni wameuza. Yaani hata viongozi wakija wao wataniweza kanionea huruma. Yaani ombi langu mimi nataka maeneo yangu wanirudishie ili kusudi tuendelee na mambo mengine. Sababu mengine wameuza, mengine wanirudishie angalau kata kidogo na mimi, ili na mimi niridhike, sababu na mimi mwenyewe nilitumia gharama kununua yale maeneo. Lakini sijapewa hata 100. Na lipo lingine eneo lenyewe nimewaachia, lenyewe nisafisha hilo. Nimewaachia. Nimewaachia tu, nikasema basi achukueni tu basi. Ila hili ninalopigania mimi nataka wanirudishie eneo langu. Sitaki waliuze. Mwenyekiti wa kijiji naye msema hapa, yeye anasema kwamba ni maeneo ambayo ni alikuwa mashamba pori, anasema. Ndio anasema alikuwa ni mashamba pori, sio ya kwamba mlikuwa mnamiliki tangu asili. Inakuwaje hapo? Mimi kutoka muda. Ni muda sana tumemiliki, hata majirani wanaelewa. Umemsikiliza mwenyekiti alivyojibu? Unasemaje kuhusu majibu yale ya mwenyekiti? Majibu ya mwenyekiti mimi hajaniridhisha nayo, sababu yale mashamba si ndio wanaopigania, wanauza mashamba yetu. Ukiwauliza wakwambia mashamba pori. Ukiuliza kiasi kitu, ukiuliza wasema mashamba pori. Usafisha na penye napo ni mashamba pori.
Umekaa na afisa ardhi. Amekusaidiaje kwenye kilio chako? Amenisaidia, amesema hivi atazidi kuyafuatilia hayo mambo. Atazidi kunisaidia ili eneo hilo lipate kurudishwa. Kwa majina naitwa Ernest Brown Mwakibete. Ni mwenyekiti wa kijiji cha Chokaa. Nipongeza sana ile wazo la mama la kuunda tume maalum hii ya kuwasikiliza wananchi. Unajua mwananchi akimwona mgeni anaweza katamka mambo mengi, anaweza kafunguka vizuri zaidi kuliko mwenyekiti mwenyewe ukiwepo au mtendaji wako. Kwa kuwa ugomvi mkubwa unaanza kwa hao, utaanza kwa mwenyekiti au tena kwa mtendaji. Sasa akijua wewe ndio umemkosea, hawezi kufungua kama atamuona mwanasheria mwingine au mgeni mwingine. Kwa hiyo mimi nipongeze sana ili wazo, na hawa watu kama inawezekana nimuombe tu Mheshimiwa Rais hii bajeti iwepo tu hata kila baada ya miaka 3 au baada ya miaka 2 kama itawezekana, hii swala liendelee. Kwa hiyo naomba swala lisiwe mwisho, liendelee tu. Na japokuwa tumekuwa na changamoto hizi, halmashauri ya kijiji ilishakaa inatuma wajumbe wa halmashauri ya kijiji, hasa kamati ya huduma, nendeni mkafanye kazi hiyo ya mashamba pori. Lakini kama binadamu uwezo katuma akafanya mambo yote sawa. Kuna mengine kama binadamu anayakosea. Kwa mfano, sisi tulieleza uruhusiwi kupanga, kugawa eneo lolote la mtu. Hata mashamba pori kuna historia ya majina kwamba hapa ameishi mzee fulani. Itele familia kaeni nayo, waulizeni, bwana mna shamba pori ya ekari 80. Lina miti ya asili. Zaidi ya miaka 30 hamjawahi fanya nini? Hamjawahi lima. Mnaweza kutumia ekari ngapi? Wale wana familia wajibu. Uwezo wetu ni eka 20. Lakini akishakubali kumiliki zile eka 20, apewe muhtasari wa kijiji ya kumtambua sasa rasmi kwamba hili ni eneo lake. Nafikiri mwenyekiti, okay. Sawa, umesema hili swala la Mama Samia, elimu na wataalamu hawa ni vizuri liwe endelevu ili kusaidia kutatua hizi kero. Kwenye eneo lako la vitongoji, wajumbe wako wale kuja kwenye kijiji, namna gani mnapambana na hii migogoro, hasa kwa hawa ambao wameibuka hapa na kwamba wana migogoro ya hapa na pale? Mfano yule kaka alisema alikuwa amekaa mlangoni mwa ofisi, lakini pia yule mama amesema zaidi ya eka asiyopungua 20 kwenda 30 huko mumeuza serikali ya kijiji. Unatuambiaje kuhusu hayo mwenyekiti wangu? Kwa tafsiri nyepesi, ukimwambia mtu ameuza shamba langu, unaweza ukaamini kama ni shamba. Lakini mimi sasa hivi tunachokifanya, wajumbe wanaokwenda kuzunguka kwenye mapori ambao yanamilikiwa kiholela, ambao watu wamekaa zaidi ya miaka 30 40 hawajafanyia kazi, tuna tabia kupiga picha kwanza. Tunapiga picha ndio tunamgawia mtu. Kwa sababu tuliona mara ya kwanza tulikuwa tunagawa ile mashamba bila tatizo lolote. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wapo ambao wanakubali, wapo wanaokataa. Kwa hiyo kimsingi, labda nikuambie kitu kikubwa nilichokibaini mimi kama mwenyekiti wa serikali. Hawa wananchi walikuwa hawapendi yale mapori wanyang'anyi. Wanataka waendelee kuyamiliki hata kama hawafanyii kazi yoyote. Ndio ukweli uliopo. Ama wayauze wao. Kwa hiyo tunachokifanya, mimi ikitokea kuna pori lipo na kwenda kwa yule mwenye eneo kwa sasa, bwana hapa tunamiliki eka 40 au namiliki la pengine eka 50. Sasa serikali tupe eka 20 na hizi 30 ziuze wewe. Hao wanashangilia, wanapiga na makofi. Akigoma kwamba ana uwezo wa kuendeleza baadaye, tunampa muda. Bwana hili ni pori limekaa hapa, kwa sababu unajua ubaya wa mapori haya, nimekwambia ni tangu asili kwamba Chunya watu walikuwa wanapenda kuchimba dhahabu. Walikuwa wapendi kulima. Chunya thamani ya ardhi imeanza kuonekana hii miaka ya 2020. Yaani kwa nyuma ilikuwa ni takataka, wao ni machimbo na wao. Sasa hivi wameshajua hii sera ya Mheshimiwa Rais ya bajeti ya kilimo haya yamefanya watu wajue kwamba anapepa pembejeo za kilimo bure kwa bei ya ruzuku, mbegu kwa bei ya ruzuku. Kwa hiyo watu wameanza kurudi kwenye yale mapori. Sasa wanaporudi sasa wanakuta tumeshagawa. Kwanza kiutaratibu, mwananchi atatakiwa kupewa eneo na serikali ya kijiji, eneo lisilozidi ekari 50. Kama unaona eka 50 hazikutoshi, basi utapanda ngazi nyingine. Ila kwa kijijini ni eka 50. Sidhani hata kama hapa kwa eneo letu hapa kuna watu wanalima eka 50. Sidhani. Eka 5 tu 10 hizi wanakata hizo. Sisi tumeelewana Lakini la pili ndio ile la kwanza nilisema.
haya yote mashamba yaliyotelekezwa ambayo ndo mashamba pori, tufuate tu zile taratibu. Unaweza kukuta kuna watu wamenyang'anywa, hajaje kupita kwenye mkutano wa hadhara. Yanatakiwa yapite kwenye mkutano wa hadhara kwamba kuna shamba liko sehemu fulani limetelekezwa, ili hapa mtu pia afanyaje, ajue. Akishajulikana apewe hizo ambazo kiongozi amesema kwamba walipewa muda wa kwenda kulisafisha. Ukasafishe, usiposafisha utanyang'anywa. Kwa mimi ninachosisitiza, taratibu za kuyachukua mashamba yale pori au kuchukua maeneo ya watu yafuate tu taratibu, sheria ifuatwe. Kama unataka eneo la watu kulipwa fidia, yaliyotelekezwa tutangaze, tutoe na notice. Tusiende kuwanyang'anya hivi, tutaepusha tutakuwa tunaita migogoro. Kuna watu watakuwa na mgogoro na serikali na kuna wengine watakuwa na mgogoro na mtu kule. Kwa hiyo utakuja siku kukuta watu wamefanyaje, wameuana huko. Kwa hiyo tufuate taratibu. Kata tulizopita zote 20 za wilaya ya Chunya, naona tatizo kubwa sana ni ardhi. Na migogoro mingi inatoka kwa viongozi kwenda kwa wananchi. Migogoro ya wananchi kwa wananchi ni michache sana. Kwa hiyo pia tushauriane viongozi mbele ya huu mkutano leo, na nyinyi kama mtaitisha mkutano mwingine sawa. Ila kama mnapewa maelekezo na viongozi wenu wa juu, mnaweza mkatoa mapendekezo, muwe mna mikutano ya wananchi wenu. Na mnakuwa na mnaandaa na muhtasari kabisa wa hicho kikao. Kwa sababu kupitia kikao hawezi akatokea mtu mmoja akasema mimi sikuwa na taarifa, na wakati ni uzembe wake kutofika kwenye kikao, kwenye mkutano wa kijiji. Kwa hiyo mkifanya mambo yenu yanayohusu ardhi kwenye mikutano yenu ya hadhara, nadhani hiyo itasaidia kutoa hiyo changamoto na pia itawaondoa nyie kwenye zile lawama. Kwa sababu sasa hivi kuna lawama hapa viongozi hamtazikwepa. Kwa hiyo ili kujiondoa huko, wekeni mikutano. Mwananchi ambaye atakuja na lalamika anapoona wageni, mnaenda tu kwenye dokumenti zenu, muhtasari wa tarehe 9 mwezi wa 3. Tulikaa kikao kuhusu ardhi. Tukaazimia maeneo ambayo hayajatumika kwa muda mrefu yagawanywe. Au tuliazimia tutoe tangazo la miezi 3, yeyote ambaye haendelezi ardhi yake eneo litachukuliwa. Nadhani hiyo itakuwa italeta uwiano mzuri kati ya wananchi na viongozi, na tutapunguza mzigo wa lawama kwa viongozi wetu. Kwa sababu mwisho wa siku hizi lawama haziishii hapa, zitakuja kwetu serikali kuu. Hao wananchi hawatakuja kulalamika kwako, ila wakienda huko watambia Mama Samia hatujali, maeneo yetu yanadhulumiwa. Kwa hiyo lawama zote zinakuja serikali kuu. Kwa hiyo tujitahidi kuweka mambo yetu vizuri huku chini ili kupunguza mzigo serikali kuu.